Poa Tembo. Dakika za jioni kabisa tunamwona Modiba yeye na Elshanawi anakosa goli. Ni utulivu wa Elshanawi au ni pressure kwa upande wa Modiba? Kwanza Modiba alikuwa tayari asha shoot kwenye eneo ambalo tayari golikipa alienda kujitoa kwenda kusave ule mpira ambao ulikuwa unaonekana unadondoka kwenye maeneo ambayo ni hatari kwenye lango la Misri. Ukiangalia dakika 93 pia alinawa mpira kwenye eneo ambalo wengi lilitia mashaka kwa huenda ukawa ni mkwaju wa penalty dakika 93 baada ya kuongezwa dakika za nyongeza. Hapa namzungumzia Yasin Ibrahim ambaye unao ule mpira kwenye eneo la maeneo karibu kabisa na goli. Yote ni kwa sababu ya ubora aliokuwa nao mabeki wa timu ya taifa ya Misri. Eneo ambalo Modiba anapiga shuti kwenda kuufuata mpira, alikuwa tayari kuna mabeki baadhi ambao walikuwa wanaonyesha kumkinga na kumfanya Elshanawi atoke golini kwa haraka kwenda kucheza mpira kwa usahihi uliotukuka na kufanya kile kilicho bora kwenye mchezo husika. Kwa hiyo tunaona mpango kazi wa mechi husika wa jana kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Misri ulifanikiwa kwa kiasi chake kwa sababu kocha alifanya mabadiliko kwenye maeneo mbalimbali. Tunaenda kuangalia kikosi cha timu ya taifa ya South Africa, kikosi ambacho kuna muda walianza kujilinda sana kipindi cha kwanza kama kawaida yao. Wao wanaanza kushambulia kwa muda, wanaenda taratibu, unapowashambulia wao nao ndo wanapata muda wa kushambulia. Lakini jana South Africa baada ya kufungwa goli, tuliwaona wao ndo wanashambulia zaidi kuliko kulinda. Kuna muda kwenye eneo lao la ulinzi walikuwa nabaki wachezaji watatu ambao ni Mbokazi pamoja na Modiba ambaye alikuwa anarudi kusaidia tu na kwenda kuipush timu kuelekea juu. Lakini eneo la kati wakaongezeka watu wengi takriban kama wawili, lakini eneo la juu wakawepo zaidi ya watu watano kwenye eneo lao la ushambuliaji. Hapo namzungumzia Foster Mofokeng ambaye aliingia kuchukua namba ya Forest. Unawazungumzia kina Rems ambao waliongezeka eneo la juu, ambaye pia aliongezeka pia mchezaji huyu anayekipiga kwenye kikosi cha Orlando Pirates striker. Unaona wote wachezaji karibia watano wa timu ya South Africa walienda kucheza eneo la juu kwenda kuongeza kasi ya mashambulizi kuelekea kwa mpinzani. Yote kwa yote ni kwa sababu ya mechi husika. Je, umeshafungwa goli moja, dakika ni ya 90, unatakiwa ufanye nini? Basi unatakiwa ushambulie kwenda kupata angalau sare au kwenda kupata alama tatu kama endapo utapata ile goli la kuchomoa kwenye mechi husika. Ujiji Broadcasting Academy, excellence is our signature.